Mshauri wa kiongozi muadhamu anasema Iran ilishinda Marekani katikati ya vita vya 3 vya Trump. Mohsen Rezaei, mshauri wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema kuwa Marekani ilishindwa katikati ya vita vya 3 vya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran, huku vikosi vya ulinzi vya Iran vikivuruga mipango ya Marekani kuilazimisha kuhamisha vituo vyake vya amri na wanajeshi wengi wa nchi hiyo wakiangamizwa na kujeruhiwa, hatua inayozidisha kushindwa kwingine kukubwa katika rekodi ya kufeli ya Marekani. Akizungumza katika mahojiano maalum ya televisheni mjini Tehran, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, aliyekuwa kamanda wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kwenye kipindi cha kujihami kutakatifu, ameutaja uchokozi wa karibuni wa Marekani kuwa ni vita vya 3 vya Trump dhidi ya Iran baada ya vita vya awali vya siku 12 na 40. Mshauri wa Ayatollah Sayyid Mujtaba Hussein Khamenei pia amefichua kuwa Iran ilijiandaa kushambulia maeneo matatu ndani ya Ukraine ili kujibu shambulio dhidi ya meli yake, lakini ilisitisha operesheni hiyo baada ya Kiev kuomba radhi ikidai kuwa tukio hilo lilijiri kimakosa. Amesema Iran inaendelea kusisitiza kuwa lazima ilipwe fidia ya shambulio dhidi ya meli yake. Anasema, tulikuwa tayari kushambulia maeneo matatu nchini Ukraine, lakini baada ya Kiev kudai kuwa shambulio hilo lilifanywa kimakosa, tulisitisha hatua yetu ya kulipiza kisasi ili kuchunguza madai yao. Hata kama ilikuwa makosa, lakini fidia iko pale pale, amesema Meja Jenerali Mohsen Rezaei. Katika mahojiano hayo ya televisheni, mshauri wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu pia ametoa mkono wa pole kwa mnasaba maombolezo ya 40 ya Imam Hussein na kusema Iran imepiga hatua kubwa katika njia ya kuelekea kwenye ushindi na inapaswa kudumisha umoja na uimara wake wa busara kwa kufuata misingi iliyowekwa na kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Imam Sayyid al-Khamenei, misingi inayozingatia heshima, hekima na maslahi ya taifa. Hayo yakiendelea, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Iran Esmail Baghei amesema mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya makazi na ya raia katika miji ya Kashmir, Minab na Lamerdi ni uhalifu wa kivita, huku akiahidi kuwa Iran itatumia mifumo yote ya kimataifa inayopatikana kuwafikisha wahalifu mbele ya sheria. Katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Baghei amesema kuwa kulenga maeneo ya makazi na tovuti za kiraia kumegeuka kuwa tabia sugu ya Marekani. Ameongeza kuwa Marekani ilianza vita vyake vya kulazimishwa dhidi ya Iran kwa kushambulia maeneo yasiyo ya kijeshi na makazi, akisisitiza kuwa mashambulio dhidi ya makazi ya maafisa wa Iran hayana uhalali wowote kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Amesema mashambulio dhidi ya makazi ya kiongozi shahidi Ayatollah Sayyid al-Khamenei na yale ya viongozi wengine mashuhuri halipaswi kutuondoa kwenye uhalisia kwamba vitendo vyote vya Marekani kwenye kipindi cha miezi 5 iliyopita ni uhalifu wa kivita. Baghei ametaja hususan mashambulizi dhidi ya shule ya Shajareh Taibe huko Minab na uwanja wa michezo wenye watu wengi huko Lamerdi, akisisitiza kuwa yote haya yalikuwa maeneo yasiyo ya kijeshi na ya makazi. Amebainisha kuwa mashambulizi ya aina hiyo yameendelea kwenye kipindi chote cha miezi 5 tangu kuanza kwa vita vya uchokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Aidha, ameashiria kukiri wazi maafisa wa Marekani tangu kuanza kwa vita hivyo vya siku 40 kwamba hawatatii vizuizi vya kisheria. Amenukuu matamshi waziri wa vita wa Marekani aliyetumia maneno hakuna huruma, hakuna nafasi ya kusalimika, akisema kauli kama hizo zinaakisi dhamira kutenda uhalifu wa kivita. Baghei amesisitiza, kwa hiyo vitendo ambavyo Marekani imefanya Kashmir, Minab na Lamerdi vyote ni mifano ya uhalifu wa kivita na nchi zote zina mamlaka na wajibu wa kuwawajibisha wahalifu wa uhalifu huu. Vilevile jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limetangaza rasmi kwa kikosi chake cha anga kimeidungua ndege ya kivita isiyo na rubani ya Marekani aina MQ-9 Reaper juu ya lango la Hormuz kwa kutumia mfumo wa ulinzi wa anga ulio wa kisasa na wenye uwezo wa hali ya juu. IRGC imetoa taarifa hiyo siku ya Jumatatu ikibainisha kuwa maelezo zaidi kuhusiana na operesheni hiyo ya kijeshi yatatolewa baadaye. Tukio hili ambalo limethibitishwa na chombo rasmi cha habari cha IRGC The Spy News ni mwendelezo wa pigo kubwa kwa jeshi la Marekani ambalo hutumia ndege hiyo kwa ujasusi na hujuma. Ndege hiyo ya MQ-9 Reaper ambayo jeshi la anga la Marekani limekuwa ikiita zana yenye thamani zaidi katika kampeni zake za kijeshi dhidi ya Iran imekumbwa na uharibifu mkubwa tangu vita dhidi ya Iran kuanza mwishoni mwa Februari. Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg, Iran imeharibu makumi ya ndege za kivita aina MQ-9 tangu kuanza kwa vita hivyo vya kigaidi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Kwa gharama ya dola milioni 30 kwa kila ndege, uharibifu wa jumla unakadiriwa kufikia kiasi cha dola bilioni 1. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya ndege za Reaper zinazofanya kazi katika jeshi la anga la Marekani
imeshuka hadi kufikia takriban 135, ikiwa chini sana ya kiwango cha chini cha ndege 189 kilichowekwa na jeshi hilo. Kulingana na ushahidi uliotolewa bungeni uliotajwa na Bloomberg na The War Zone, IRGC imerekodi uharibifu wa angalau ndege 41 hadi 42 za MQ-9 Reaper zilizoharibiwa zikiwa kwenye anga la Iran na hata zikiwa ardhini ndani ya kambi za Marekani nchini Kuwait na Jordan. Vilevile, afisa mwandamizi wa Ansarullah amesema kuwa matamshi ya hivi karibuni ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu amani yanaonyesha wasiwasi wa Marekani juu ya uwezo wa ulinzi wa taifa la Iran. Amesisitiza kwamba Marekani imelazimika kurejea nyuma baada ya vitisho vyake, kwa kuzingatia gharama kubwa ambayo ingelazimika kubeba iwapo ingeingia katika makabiliano ya moja kwa moja na Iran. Hazam al-Assad, mjumbe mwandamizi wa ofisi ya kisiasa harakati Ansarullah ya Yemen, amekosoa sera za kivita za Trump. Aidha, amesema mtawala huyo wa Marekani geukia lugha ya amani baada ya kutambua kwamba kufuatia nchi yake imedhoofika kijeshi kutokana na mashambulizi dhidi ya kambi zake na kupungua kwa uwezo wake wa ulinzi wa anga. Aidha, amesema Trump ametambua kuwa Iran bado ina uwezo wa kusababisha madhara makubwa Israeli na Marekani pamoja na miundombinu ya nishati kwenye eneo zima. Amesema gharama ya makabiliano inapoongezeka, lugha ya vitisho hugeuka kuwa lugha ya amani. Siku ya Jumamosi, kumbuka, Trump alitangaza kwamba ameafiki kufuta shambulio lililokuwa limepangwa dhidi ya Iran, akidai kwamba Iran na nchi nyingine za eneo hilo ziliomba kusitishwa kwa muda baada ya misingi ya makubaliano kufikiwa. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump alidai kuwa Marekani ilikuwa imejiandaa kikamilifu na tayari kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Alisema uchokozi huo ungehuisha viwango vya nguvu za kijeshi ambavyo havijaonekana tangu vita vya pili vya dunia. Maafisa wa Iran wameonya mara kadhaa kwamba shambulio lolote jipya kutoka Marekani au Israeli litajibiwa kwa nguvu. Katika mazungumzo ya simu yaliyofanywa Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alimwambia mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan kwamba Tehran iko tayari kulinda mamlaka yake na kutoa jibu kali la kulipiza kisasi kwa hujuma yoyote ya kijeshi. Vita vya hivi karibuni dhidi ya Iran vilianza Februari 28 na havijapoa bado. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi ameyataja matembezi ya 40 ya Imam Hussein baina ya miji miwili mitakatifu ya Najaf na Karbala nchini Iraq kuwa ni onyesho kubwa la umoja usiovunjika kati ya watu wa Iran na Iraq, akitilia mkazo viunganishi vikubwa vya kidini na kidugu vinavyoendelea kuimarisha uhusiano wa pande mbili. Na nikwambie, mamilioni wa Iran waliweza kukusanyika kote nchini humo kuadhimisha 40 ya Imam Hussein bin Ali, ambaye inaashiria siku 40 baada ya kuuawa shahidi mjukuu huyo wa Mtume Muhammad kutoka huko Karbala nchini Iraq mwaka 61 Hijria. Na shughuli za maombolezo na kumbukumbu ya 40 Imam Hussein Jumanne imeshuhudia washiriki wakitangaza tena utiifu wao kwa Imam Hussein, huku wakiwaenzi na kutoa heshima maalum kwa wale waliouawa shahidi na Marekani na Israeli katika vita vya sasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Wakiwa wamebeba bendera nyekundu, washiriki wametoa wito wa kulipiza kisasi kwa damu ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulio la kushtukiza katika siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Mkusanyiko mkubwa zaidi ulionekana mjini Tehran, ambapo maandamano ya kila mwaka ya 40 kwa maana ya wale walioshindwa kwenda kuzuru kaburi la mjukuu wa Mtume Muhammad huko Karbala katika siku ya 40 yalianza kabla alfajiri katika uwanja wa Imam Hussein na yalienea takriban kilomita 15 hadi kwenye kaburi la Hazrat Abdul Azim al-Hassan katika mji wa Rai kusini mwa mji mkuu. Shughuli hiyo iliyofanyika chini ya kauli mbiu simameni kwa ajili ya Mungu ilivutia umati mkubwa wa waumini ambao hawakuweza kusafiri kwenda Iraq na kuunda tena mazingira ya msafara wa Waislamu kutoka Najaf hadi Karbala ndani ya Iran. Nini ambacho kitaendelea? Hatua kwa hatua nitaendelea kukujuza ile ambacho kitaendelea kujiri, japo katibu mkuu wa harakati ya Hezbollah Lebanon amesema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Lebanon na Israeli hayajakuwa na matokeo yoyote isipokuwa aibu na fedheha. Huyu ni Sheikh Naim Qasim amebainisha kwenye hotuba yake kwa njia ya television Jumanne kwenye mji wa Baalbek kusini mwa Lebanon katika maombolezo ya 40 ya Imam Hussein, imamu wa tatu kwenye kizazi kitoharifu cha Bwana Mtume Muhammad. Sheikh Naim Qasim amesema kuwa mamlaka za Lebanon zilijaribu kuiridhisha Israeli wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana badala ya kusimama imara kutetea haki halali na za kimsingi za taifa hilo. Nini hasa ambacho kitaendelea?
nitaendelea kukujuza.